kama mkurugenzi wa shule za ufahamu, lakini pili ikiwa kama mwenyekiti wa mtaa wa Buguruni, sisi tuna jambo moja kubwa siku ya kesho. Tunahitaji kuunga mkono jitihada zinazofanyika kwenye taasisi za kiserikali hususani shule. Tuna jambo kubwa siku ya kesho ambalo tunataka tukifanyie kwenye mtaa wetu wa Buguruni. Tumekuwa tukiona tukipita kwenye mashule kuona changamoto mbalimbali ambazo zinajitokeza kwenye mashule, lakini sio hivyo tu, tumekuwa tukishirikiana na baadhi ya shule ndani ya kata ya Njombe mjini na nje ya Njombe mjini. Tumeshirikiana nao kuhakikisha kwamba tunainua viwango vya elimu kwenye maeneo ambayo sisi yanatuzunguka, kwa sababu sisi taasisi ya ufahamu tuna shule 11 ambapo tuna watoto zaidi ya 800 mpaka sasa. Kwa maana yake tumekuwa tukishirikiana nao huko ambako shule zetu zipo. Sasa kwa kesho tutakuwa tuna jambo kubwa. Sijajua kama tukisema jambo kubwa, mwandishi wa habari, kama unafahamu, tuna jambo kubwa kwenye mtaa wetu wa Buguruni siku ya kesho. Na siku ya kesho nikupe tu habari kwamba siku ya kesho tutakuwa na mkutano wa serikali ya mtaa pale Buguruni, na niwaalike waandishi wa habari, niwaalike wananchi. Na siku hiyo ya kesho pia tutakuwa tuna wageni ambao tumewaalika, wakiwemo walimu wenye mashule ambao sisi tunafanya nao kazi na wanaotuzunguka kwenye maeneo yetu. Siku hiyo tutatumia kwa ajili ya kugawa vifaa vya tehama. Baadhi tu ni hivi hapa tunaviona hapa, tuna photocopy machine ambazo tutazigawa pia, pamoja na ngoma tunazo hapa, tutazigawa. Kuna baadhi ya shule tumezialika siku ya kesho, ikiwemo shule ya msingi Ruhuji, shule ya msingi Ruhuji B, shule ya msingi Mabatini na shule ya msingi Njombe. Tutakuwa tunafanya kazi ya kuwagawia hivi vifaa ambavyo vinaenda kuwapunguzia kadhi ambao wanayoikuta kwenye mashule yao. Ndugu mwandishi wa habari, kwa nini tunafanya haya? Tunafanya haya ni kwa ajili ya kwenda kupunguza zile changamoto zilizopo kwenye shule zetu za serikali. Si kwamba sisi hapa tumefanikiwa sana, hapana. Ni kile tu ambacho sisi tunacho, tunaona kusogezea jamii. Unajua, ukienda shule ya msingi Ruhuji pale au Mabatini pale, nimetoka huko saizi, nilikuwa na mtendaji wangu wa kata pale. Tumeona changamoto zilizopo pale, wana changamoto ya madawati pale. Kama sisi ufahamu Nursery School tuna sababu ya kugusa, tuna sababu ya kutatua zile changamoto ambazo wanazo kwenye ile shule. Kwa hiyo tuna zoezi hilo ambalo siku ya kesho tutakuwa nalo. Na nimekwambia tutakuwa na jambo kubwa. Uelewe, vitu kama hivi havijawahi fanyika na daycare aina yoyote ile. Haijawahi tokea toka Buguruni kuumbwa, na haijawahi tokea. Kumbuka mimi ni rais wa mtaa wa Buguruni. Kwa hiyo haijawahi tokea. Kwa hiyo tunakwenda kufanya hichi kitu siku ya kesho, kuhakikisha kwamba Buguruni tumeamua kwamba kuwaunga mkono walimu kile wanachokifanya kule mashuleni. Tunawapunguzia adha kama hizi. Anahitaji kwenda kutoa kopi, lazima aende akatoe kopi mbali na mazingira ya shuleni. Wakati mwingine pengine wanakuwa hawana mfuko au mfuko alionao hautoshelezi wa kuweza kuyawezesha haya. Kwa hiyo tumeamua kwenda kuwaunga mkono. Kwa hiyo siku ya kesho kwenye hizi shule 4 sio kitu rahisi. Sisi tumeamua, zingatia ni Januari, tumeamua tuanze mapema kabisa. Walimu waanze na sisi, waanze na sisi kuhakikisha kwamba Januari hii wanapoanza baadhi ya vitu wanakuwa navyo mashuleni. Kwa hiyo tumeanza na shule 4. Shule ya msingi Njombe, tutakuwa na shule ya msingi Ruhuji, tutakuwa tuna shule ya msingi Ruhuji B, tutakuwa na shule ya msingi Mabatini, ambao Mabatini ndio shule ambayo mimi naisimamia kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa Buguruni. Kwa hiyo nimeanza na kuigusa moja kwa moja, lakini pia nimegusa na shule ambazo ni za pembeni. Kwa hiyo siku ya kesho niwaalike wenye viti wenzangu, siku ya kesho niwaalike viongozi mbalimbali wengine ambao watakao kusikia taarifa hii waweze kufika kwenye ofisi ya serikali ya mtaa Buguruni. Tutagawa vitu hivi hapa. Sisi kesho ufahamu Nursery School tutaenda kuvigawa hivi vitu. Rai yangu kwa wananchi wa Buguruni na ambao wanatuzunguka ambapo shule zetu zipo, tunaomba waendelee kutuunga mkono, kwa sababu hivi vitu vinafanyika kwa wale tu wenye ufahamu kama sisi tulivyo na ufahamu. Yaani kile ambacho umekipata ukirudishe kwa jamii sio kitu rahisi. Kwa hiyo sisi hiki ambacho tumekipata tumeona ni Januari hii tukaanza kurudisha kwa jamii.
Mashine hizi tukizipeleka Njombe pale, manake wana Kihesa wanaenda kufaidika nazo. Mashine hizi tukienda tukazipeleka shule ya msingi Ruhuji pale, manake wana Bwivaha wanaenda kufaidika nazo. Pale Mabatini shule ya msingi, manake wana Masido na Buguruni na Kambarage wanaenda kunufaika nazo hizi shule, hizi mashine. Tumeanza kuzigusa hizi taasisi, wana sababu ya kuona kila ilipo taasisi ya ufahamu wapeleke watoto pale. Ni mashine zenye thamani ya shilingi kama zaidi ya milioni 3 ili kwamba ziwasaidie. Kwa siku ya kesho nitakuwa mimi pamoja na wasaidizi wangu pale, tuwaombe wananchi na viongozi mbalimbali muwepo kwenye hili tukio kubwa, lakini tunahitaji kuona kwamba tunaziunga mkono taasisi mbalimbali, na mwisho wa siku sisi huku tukishawalea watoto hawa tunawapeleka kwenye hizo shule. Kwa kama tunawapeleka kwenye hizo shule, maana yake tunatakiwa kuwaunga mkono kile ambacho wanakifanya. Ni shule za serikali, changamoto kule huwa haziishagi nyingi, na mimi ni kiongozi nafahamu haziishi ni nyingi. Kwa hiyo zile ambazo tunaona zipo ndani ya uwezo wetu, basi tunazitatua kwa mfumo huu. Naitwa Mwalimu Pascalina, ni mwalimu katika shule za ufahamu. Karibuni sana. Tunapokea watoto kuanzia miaka 2 hadi 5. Pia kesho tunaweza kugawa zawadi baadhi ya shule. Baada ya hapo shule zingine zitafuatia. Wavitumia vizuri na wavitunze. Kwa majina naitwa Mwalimu Siraji Osmani. Tuamko wazazi na wananchi wa Njombe, tunaomba mtuletee watoto. Kama mzazi au mwananchi wa Njombe, kama unakaa karibu na shule za ufahamu, tunaomba tuletee mtoto katika shule.